Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena kwa siku nyingine na wakati mwingine katika mwendelezo wa kipindi chetu. Bila shaka zimepita siku mbili toka Rais Vladimir Putin alipofanya safari kuelekea katika mji wa Kursk region. Kuelekea kwake katika mji wa Kursk region ni ishara ya wazi ya kwamba mji wa Kursk umekombolewa. Na siku iliyofuatia tarehe 22 Rais Vladimir Putin alitangaza kwamba jeshi la Urusi limekuwa likipambana kutengeneza buffer zone mbele ya miji mitatu, maana yake mji wa Bryansk, mji wa Kursk na mji wa Belgorod, kwa kuzingatia kwamba ni miji ambayo imekuwa ikishambuliwa mara kwa mara na wanajeshi wa nchi ya Ukraine. Lakini hatua hii ni hatua ambayo actually tunaiona kwamba inakuja baada ya kikao cha tarehe 16 katika nchi ya Uturuki ambao kiliwakutanisha wajumbe kutoka katika nchi ya Urusi na katika nchi ya Ukraine, ambao lengo la kikao hasa ilikuwa ni kwenda kujadili namna gani wanaweza kufikia katika makubaliano ya amani. Lakini kikao husika kiliisha tu ndani ya masaa mawili, na kilichokuwa kimefikiwa au kimeafikiwa katika kikao hicho hasa ilikuwa ni swala la kubadilishana wafungwa, na mada kuhusiana na masuala ya ceasefire ilionekana kama haikufua dafu. Katika upande wa kubadilishana wafungwa walikubaliana wabadilishana wafungwa 1000 kwa 1000, ambapo kila upande maana yake unaweza ukachanganya wanajeshi pamoja na raia wa kawaida. Na siku ya leo wameweza kubadilishana wafungwa takriban kama 392. Kila upande umetoa wafungwa ambao baadhi yao ni raia na baadhi yao ni sehemu ya wanajeshi. Ina maana kutokea tarehe 16 mpaka tarehe 20 takriban na 3 ndio imefanyika zoezi hilo. 22 ama 23 ndio imefanyika zoezi hilo. Lakini swala la kukubaliana katika makubaliano ya amani ni jambo ambalo halikuweza kufikiwa kwa sababu ya masharti ambayo Urusi walikuwa wamekuja nayo. Urusi walikuwa wamekuja na masharti kama 4. Sharti la kwanza ilikuwa ni kwamba wanataka Ukraine watambue miji 4 ambayo imechukuliwa mpaka sasa hivi na Urusi kwamba ni miji ya Urusi. Maana yake nazungumzia miji ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia pamoja na Kherson. Hii miji kwamba ni miji ya nchi ya Urusi. Lakini vile vile kama kuna pockets au tunasema vile vikundi kadhaa vya jeshi la Ukraine katika miji hii inatakiwa viondoke. Lakini jambo la 3, nchi za NATO zistopishe kusambaza silaha katika nchi ya Ukraine. Na jambo la 4, Ukraine ibaki kwamba ni neutral block, ibaki kwamba ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote, upande wa Urusi au upande wa nchi za NATO. Jambo ambalo linaonekana kwamba msafara wa Ukraine haukuwa tayari kulikubali hilo. Kwa hivyo walichoondoka nacho wa Urusi wakawaambia, mkikataa hilo basi huenda mkakubali yao tukatangaza kwamba sasa tunahitaji miji 5 badala ya miji 4 hiyo ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia pamoja na Kherson. Statement iliondoka nao katika kikao kilichofanyika tarehe 16 mwezi wa 5 inaonekana ndio statement ambayo imeanza kufanywa kazi na Rais Vladimir Putin na jeshi la Urusi, kwa sababu tarehe 22 baada ya kutoka tarehe 21 katika mji wa Kursk, Rais Vladimir Putin alitangaza kwamba wanajeshi wa Urusi wameanza kutengeneza buffer zone, pamoja na kwamba toka mwaka 2024 takriban mwezi April ambapo Rais Vladimir Putin alifanya safari kuelekea katika nchi ya China, alitangaza kwamba jeshi lake pia linafanya juhudi kutengeneza buffer zone hasa katika mji wa Kharkiv, kwa sababu mji wa Kharkiv maana yake ni mji ambao unapakana kwa kiwango fulani na miji kama hiyo ya Belgorod au mji kama wa Kursk na mji wa Bryansk. Lakini kwa taarifa ambazo zimekuwa zikizungumzwa sasa hivi na maafisa wa Urusi zinaonyesha kwamba katika miji ambayo inakusudiwa kutengenezwa kama ni sehemu ya buffer zone ni mji wa Sami na mji wa Kharkiv. Lakini vile vile inaonekana kwamba wanaweza kafika katika mji kama wa Chernihiv ambao uko juu kidogo ya mji wa Sami. Lakini vile vile kwa mazingira hayo, hoja kubwa inayotumika kwenye kuongeza miji hiyo inaonekana ni kwa kuzingatia makombora ambayo nchi za magharibi zimekuwa zikiipa nchi ya Ukraine. Maana yake
makombora mengi yanakwenda katika wizani wa kama kilomita 70. Kwa hivyo walichokuwa wanakusudia wao Warusi ni kutengeneza buffer zone ya kilomita 100, kwa maana iweze kukata 70 ambazo wao wanaweza wakashambulia, lakini zibaki 30 ambazo zitabaki kama ni sehemu ambayo silaha haiwezi kuvuka. Na msingi wa kufanya hivi maana yake wanachukulia kwamba hata kipindi cha vita vya Afghanistan walikuwa wakitumia mbinu ya namna hiyo, kwamba wanaangalia makombora yanaweza kwenda umbali gani, na kisha baada hapo wanakadiria kwamba mwisho wa makombora, then baada hapo wanatengeneza mazingira hayo ya sehemu ya buffer zone. Na hili maana yake linaonyesha kwamba ikiwa Urusi wanatambua na wanalazimisha itambulike miji kama ya Donbas, ya maana yake Donetsk na Luhansk, Zaporizhia na Kherson, kwamba ni miji yao, lakini vile vile kuna mazingira ambayo yanaweza kabelekea hata Kharkiv yenyewe pia ikalazimika itambulike kwamba ni mji wao. Katika mazingira haya unapokuja kutengeneza buffer zone, maana yake itahusisha miji mingi zaidi. Na hii tulikuwa tukizungumza katika vipindi vyetu vya nyuma kwamba lengo la Urusi hasa ni kuchukua eneo lote la Novorossiysk. Lengo la Urusi ni kuchukua eneo lote la Novorossiysk, kwa sababu kwa sasa hivi inaonekana kama Bryansk, Belgorod na Kursk ndio miji ambayo inashambuliwa, na ndio maana inakuja idea ya kuchukua eneo kama la Kharkiv na eneo la Sumy, na ikiwezekana kwenda mpaka katika Chernihiv. Lakini utakapokusudia kwamba miji kama hiyo ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson pia ni sehemu ya Urusi, na ni miji ambayo kwa upande mmoja au mwingine imekuwa pia ikishambuliwa kutokea katika miji kama ya Mykolaiv, katika miji kama ya Dnipropetrovsk na kutokea katika miji kama ya Odessa, maana yake ni kwamba buffer zone inayozungumzwa na Urusi haitakuwa buffer zone ya mji wa Sumy peke yake, au haitakuwa buffer zone ya mji wa Kharkiv peke yake au Chernihiv peke yake. Maana yake itakuwa ni buffer zone ambayo inaikusanya hii miji yote, na hili ndio jambo ambalo tulikuwa tukilitegemea kwa muda mrefu, hata katika upande wa discussion ambazo zilikuwa zinazungumzwa mwanzo, ambazo zilikuwa zinaonekana kwamba ni sehemu ya mtaji wa makubaliano ambao Urusi yuko nao, kwamba anasema kwamba lazima maeneo ambayo ameyachukua sio sehemu ya discussion. Na hii amekuwa kizungumza mara nyingi, maeneo ambayo ameshayakalia mpaka sasa hivi kwa asilimia zaidi ya 90, hiyo sio sehemu ya discussion. Kwa hiyo hatuwezi kuja kudiscuss kuhusiana na mji wa Kherson ambao uko upande wa kusini, lakini vile vile hatuwezi kujadili, maana yake Kherson inakaribiana na Crimea, lakini hatuwezi pia kuja kujadili kuhusiana na mji kama wa Zaporizhia au Donetsk au Luhansk, kwa sababu hii ni miji ambayo imeshaingia katika udhibiti wa Urusi. Na hata hiyo miji ambayo wanasema kwamba inawezekana ikawa ni sehemu ya buffer zone, baadhi ya maafisa wanataja miji kama ya Odessa, miji kama ya Mykolaiv, miji kama ya Dnipropetrovsk na mji wa Kharkiv na Sumy pamoja na ule Chernihiv. Wanasema kwamba miji hii iwapo itaingia katika buffer zone, raia wa Ukraine wataruhusiwa kukaa, lakini hapata kuwa na uongozi kutoka katika nchi ya Ukraine. Raia wa Ukraine wanaweza kaendelea kukaa, lakini hapata kuwa na uongozi kutoka katika nchi ya Ukraine. Maana yake hapata kuwa na sehemu ya labda labda wale tuseme governor au wakuu wale wa majimbo kwa ajili ya kusimamia hayo majimbo. Hao hawatakuwepo. Maana yake viongozi katika maeneo hayo ni maeneo ambayo yatasimamiwa na Warusi, pamoja na kwamba raia watakaokuwa wanakaa watakuwa ni raia wa Ukraine. Na hii ni very complicated issue. Lakini hesabu hii inaonekana Urusi pia wanaipiga kwa faida ya kwamba raia wengi wanaokaa katika upande wa mashariki mwa Ukraine ni raia ambao wanaongea Kirusi. Ni raia ambao wanaongea lugha ya Kirusi. Na ndio maana moja katika misingi ya Urusi kuvamia nchi ya Ukraine, ukiachilia mbali lengo lake la kutaka kujiunga kwenye NATO, au sasa hivi wamekuwa na harakati za kutaka kujiunga katika EU, na EU wamekuwa wakifanya kila hila kuhakikisha kwamba kweli Ukraine wanaingia katika EU, na ndio maana wamekusudia kuifunga mikono Hungary,
Wamekusudia kuifunga mikono Hungary kwa sababu Hungary ina kura ya kupiga kuzuia Ukraine isiingie katika Umoja wa Ulaya. Jambo ambalo linaonekana nchi za Umoja wa Ulaya zinalazimisha lazima Ukraine iingie. Kwa hiyo ina maana wamezingatia ibara ya 7 ya katiba ya Umoja wa Ulaya ambayo inaruhusu kuifungia nchi isiwe na uwezo wa kupiga kura pale inapoonekana kwamba inavunja baadhi ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo ukiachilia mbali hii harakati za Ukraine kutaka kujiunga na Umoja wa Ulaya au kutaka kujiunga na NATO ndio lilopelekea Warusi kuingia katika nchi ya Ukraine, lakini moja katika sababu kubwa ilikuwa kwamba watu wa upande wa mashariki mwa Ukraine walikuwa kama wanabaguliwa. Cha kwanza wanaongea Kirusi, lakini Kirusi kilikuwa hakitambuliki kama ni lugha ya taifa pale katika nchi ya Ukraine, na walikuwa ni watu kana kwamba wanakuwa subjected pembeni, wanawekwa pembeni manake. Kwa sababu hata Viktor Yanukovych, rais ambaye alikuja akapinduliwa katika alikuja akakimbia katika mapinduzi ya mwaka 2014 ya kule Maidan, asili yake manake alikimbilia katika nchi ya Urusi. Anatokea upande wa mashariki, anaongea Kirusi. Kwa hivyo ilibidi akimbilie katika nchi ya Urusi, jambo ambalo Urusi liliwakwaza, na ndio maana inaonekana kwamba waliweza kuchukua sehemu ya Crimea huko chini na wakawa wanatengeneza uasi katika upande wa mashariki. Kwa hiyo ina maana hii kusema kwamba tunataka tutengeneze buffer zone na raia wataruhusiwa kuwepo lakini hakuna uongozi wa nchi ya Ukraine, lengo lake kubwa ni kwa sababu Urusi ana makubaliano. Urusi ana sehemu ya makubaliano kwamba yeye ndiyo yuko responsible au yeye ana wajibu wa kumlinda kila raia mwenye kuongea lugha ya Kirusi. Urusi ana wajibu wa kumlinda kila raia mwenye kuongea lugha ya Kirusi. Na ndio maana hata ukienda katika sehemu kama za Moldova, katika maeneo kama yale Transnistria, maana yake ni maeneo ambayo raia wanaongea lugha ya Kirusi. Na ndio maana kama Urusi inakuwa iko responsible kwenye take care ya wale raia ambao wanapatikana katika maeneo kama ya kule Moldova. Kwa hiyo hii ni movement ambayo tunaona kwamba inaweza ikatupa indication ya vitu vingi sana. Cha kwanza, sasa hivi hakuna upinzani madhubuti dhidi ya Vladimir Putin au dhidi ya Urusi katika upande wa ishu ya Ukraine. Hakuna upinzani madhubuti kwa sababu nchi za Ulaya zinamtegemea sana Marekani. Yaani katika upande wa security, Marekani ndiye anayeplay role kubwa kuliko nchi zote za Ulaya, kwa sababu nchi za Ulaya hazina nguvu kubwa sana ya kiuchumi kuweza kusupport Ukraine na kutengeneza mifumo mizuri ya juu ya gharama ya uendeshaji wa masuala ya usalama wa Ulaya nzima. Na ndio maana utakuta kwamba nchi kama ya Marekani ina wanajeshi zaidi au nearby 100,000 ndani ya Ulaya. Maana yake wanafanya kazi kuna bezi za Marekani katika nchi kama za Ujerumani au upande wa Eastern Europe, ambao vile vile wanasimama kama ni sehemu ya ulinzi wa eneo la Ulaya. Kwa hivyo ukiangalia kwa sasa hivi Marekani amerudi nyuma katika mambo mengi. Yaani kila maazimio ambayo yanaletwa ambayo yanakusudia kuiwekea vikwazo mathalan Urusi, utakuta kwamba Marekani wanakataa. Kwenye makubaliano kwenye mkutano wa G7, moja katika mapendekezo walikuwa wamekwenda nayo ilikuwa ni kuweka sanction, kuweka vikwazo dhidi ya Urusi, kulani na kufanya vitu gani, Marekani vyote amekuwa anakataa. Kwa hiyo hii imekuwa ni pigo kubwa. Na maana tukasema kwamba kwa sasa hivi inaonekana kwamba hakuna nguvu madhubuti ya kuweza kumzuia Mrusi katika plani yake. Na ndio maana kinachoonekana mpaka sasa hivi Trump ni kama anabariki kile kinachoendelea baina ya Urusi na Ukraine, na bali amekuwa dhidi ya watu wanaomuunga mkono mtu kama Vladimir Zelensky. Na ndio maana hata katika kikao kinachofuata cha G7 walitaka wa propose kwamba Vladimir Zelensky naye awepo na vitu kama hivyo, lakini Marekani akakataa kwamba hakuna nafasi ya Vladimir Zelensky katika kikao cha G7. Kwa hiyo cha kwanza kinatupa indication ya wazi kwamba kwa sasa hivi upinzani dhidi ya Urusi, upinzani dhidi ya Vladimir Putin na harakati zake, maana yake ni kama vile unapoteza uelekeo katika nchi za Ulaya. Hiyo ni pointi ya kwanza.
Lakini jambo la pili ambalo tunaliona kwamba katika harakati hii tunasema the greatest loser, yani yule aliyepoteza zaidi kuliko watu wote. Maana bila shaka kwanza itakuwa ni Ukraine yenyewe, kwa sababu watu wengi wamekufa kama anavyosemaga mara nyingi Donald Trump kwamba wanakufa takriban watu 5,000 kila wiki. Sijajua kama ni taarifa ambazo ziko very confirmed kwamba zimethibitika, lakini wanakufa watu wengi katika vita ya Urusi. Sasa mwisho wa siku nguvu kazi kubwa inapotea, especially katika nchi ya Ukraine, na mwisho wa siku kwamba maeneo yanachukuliwa kiasi ambacho mtakuwa hamna nguvu ya kuweza kudhibiti yale maeneo yaweze kurudi. Kwa hiyo mpotezaji wa kwanza ni Ukraine yenyewe, lakini mpotezaji wa pili ni Umoja wa Ulaya, kwa sababu Umoja wa Ulaya umekuwa committed kwa kiasi kikubwa sana. Umoja wa Ulaya umekuwa committed, umejipa majukumu makubwa kuhusiana na Ukraine, majukumu ambayo kwa hakika yamenyima faida kubwa sana Umoja wa Ulaya. Kwa mfano, gharama za maisha ya Ulaya zimeongezeka. Gharama za maisha ya Ulaya zimeongezeka, na zimeongezeka hasa kupitia zuio la gesi kuingia katika nchi za Ulaya. Maana yake tulikuwa tunategemea kwamba gesi itatoka katika nchi ya Urusi iweze kupita katika nchi ya Ukraine, na kisha baada hapo iweze kusambazwa katika baadhi ya nchi za Ulaya. Gesi ipite katika zile Nord Stream 1 Nord Stream 2 kwenda katika nchi kama za Ujerumani, kisha baada hapo isambazwe katika nchi za Ulaya. Lakini wamekusudia kublock, hataki tena kufanya biashara na Urusi, lakini on the other side wanafanya biashara na Urusi kwa sababu kuna vitu ambavyo bado wananunua kutoka kwa Urusi. Lakini vile vile ndio maana baadhi ya nchi zingine ziko ndani ya Umoja wa Ulaya, lakini zimekuwa hazikubaliani na sera hiyo ya kwamba tusichukue labda gesi kutoka katika nchi kama ya Urusi ili kuweza kupunguza gharama za uzalishaji. Na ndio maana kuna nchi kama Hungary ambayo inaenda kuwekewa sanction ili isipige kura ya kuizuia Ukraine kuingia katika Umoja wa Ulaya. Ni miongoni mwa nchi ambazo zimejaribu kuangalia alternative nyingine, na ndio maana kuna bomba la mafuta linalopita katika nchi ya Uturuki limekuwa likisupply katika nchi za Balkan ambazo mostly haziko katika Umoja wa Ulaya. Maana yake nchi kama za Montenegro, nchi kama za Bosnia Herzegovina au Serbia ni nchi ambazo haziko katika Umoja wa Ulaya actually, pamoja na kwamba zina kura ya kuomba kujiunga na Umoja wa Ulaya kwa muda mrefu, na baadhi inaonekana kama inaweza zikakubaliwa katika miaka ya mbele, miaka 2, miaka 3 ya mbele. Lakini miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikifanya juhudi kupata gesi, na nchi kama ya Hungary ambayo ipo ndani ya Umoja wa Ulaya vile vile imekuwa ikifanya juhudi kupata gesi, na wako walikuwa wakifanya juhudi hiyo kupingana na sera za Umoja wa Ulaya. Kwa mfano Slovakia, ambapo waziri wake mkuu Robert Fico alikuwa akifanya juhudi kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kwamba gesi inaweza kusafiri kutoka katika nchi ya Urusi kuingia katika nchi yake kwa sababu ya kupunguza gharama za maisha. Kwa hiyo nchi za Ulaya zimekuwa committed kwa kiwango kikubwa kwa kitu ambacho mwisho wa siku huenda kisiwek vizuri kama vile walivyokuwa wamekusudia. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ni kwamba linatupa shaka kwamba kuna uwezekano mkubwa katika hii miaka ya urais wa Donald Trump ikafikia hatua wakafanya normalization na nchi ya Urusi. Kuna nafasi kubwa ya hilo kutokea. Kuna nafasi kubwa ya kutokea uwezekano ya kwamba Marekani wakaweza kufanya normalization na nchi ya Urusi, kwamba hatuhitaji tena ugomvi, hatuna tena uhasama, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimeanza kurudi. Vitu vingi vimeanza kurudi. Ndio maana hata katika kikao cha 16 katika nchi ya Uturuki kushindwa kufanyika kwake, Donald Trump alisema Vladimir Putin hawezi kwenda Ukraine, hawezi kwenda Uturuki wakati mimi sipo. Lazima mimi ni wepo ndio Vladimir Putin hawezi kuwepo. Na ndio maana baada ya hapo, kama siku 2-3 ikafanyika arrangement ya kupigia simu kwa tarehe 19 baina ya Rais Vladimir Putin na Donald Trump. Wakafanya mazungumzo ya takriban kama masaa 2, na kinachoonekana mbele ni kwamba kuna mpango wa Marekani na Ukraine kuja kukutana, kufanya Marekani na Urusi kuja kukutana kufanya mazungumzo. Na mods ya mazungumzo inawezekana ikawa kama ilivyokuwa kwa Marekani na Hamas. Kwa Marekani walipoona kwamba Benjamin Netanyahu hayuko serious
kwenye kutaka kuwatoa hostages walioshikwa na Hamas, Marekani walifanya mazungumzo wao wenyewe na Hamas na wakamweka pembeni Benjamin Netanyahu mpaka wakafanikiwa kumpata yule mmoja katika mateka alikuwa anashikiliwa na Hamas, ambaye actually ni ana uraia wa Marekani na uraia wa Israel. Na hichi ndio kinachokuja kuonekana, kwa sababu Marekani ana interest na Ukraine, na Marekani ni nchi ambayo imekuwa fuatilia mienendo na ikifanya ikishiriki kwenye mambo mengi sana Ukraine, sio leo, toka kipindi cha kina Bandera, toka katika vipindi vya takriban miaka ya 50, maana yake kipindi cha kina Stepan Bandera, Marekani imeonekana ilikuwa ikihusika, kwa sababu kina Stepan Bandera waliokuwa wakiwa support na washirika wake wengi walikimbilia Marekani na wakapata ulinzi. Hata baada ya kuja kuuliwa ya Stepan Bandera. Stepan Bandera ni mmoja katika raia wa Ukraine ambao walikuwa na misimamo ya nationalist ambayo imerithiwa mpaka leo. Misimamo ile ya kutaka utaifa mbele na kila kitu, na walishiriki katika mauaji ya Wayahudi. Mmoja katika series ya mauaji waliowafanya, walishiriki kwenye kuua Wayahudi takriban kama 30,000 ndani ya siku moja, kiongozwa na katika harakati za Stepan Bandera. Kwa hivyo Marekani ni nchi ambayo imekuwa itumia Ukraine, sio leo kama inavyoonekana wazi, lakini kwa miaka mingi imekuwa ikitumia Ukraine katika njia ya siri, mpaka baadaye ilipokuja ikaamua kuja kutokeza mbele. Ila kwa sasa hivi Marekani imekuwa ina maslahi makubwa zaidi katika upande wa biashara, kwa kuzingatia kwamba moja katika nchi ambazo zimekuwa zina rare earth metal manake ni nchi ya Ukraine. Ukraine katika madini ambayo yanaingia katika national security ya Marekani, kama madini ya kwa 54 maana yake 30 yanapatikana katika nchi ya Ukraine. Ndio maana Donald Trump amekuwa akisisitiza sana kuingia mkataba na nchi ya Ukraine ambao utairuhusu Marekani iweze kunufaika na madini yanayopatikana katika nchi ya Ukraine. Kwa mazingira hayo, sasa hivi Donald Trump anaweza akatazama zaidi maslahi ya Marekani kuliko kutazama maslahi ya Ukraine, na ndio maana mwisho wa siku anaweza akaona kwamba kuna umuhimu wa kuingia katika makubaliano na Urusi. Nikishaelewana na Urusi, maana yake mimi nitakuwa na uwezo wa kufanya extraction, nitakuwa na uwezo wa kuvuna mali iliyoko ndani ya Ukraine, hata kama Vladimir Zelensky yeye atakuwa hataki kufanya hivyo, lakini midhali nitakuwa na makubaliano na Warusi, maana yake mimi nitaweza kuendelea na mambo yangu hata kama wao na Umoja wa Ulaya watakuwa hawalikubali hilo. Kwa hiyo tunaona kwamba kinachoendelea ni kwamba mwisho wa siku bado kinampa upper hand au kinampa mkono wa juu Vladimir Putin, na kinaipa mkono wa juu maana nchi ya Urusi katika mgogoro mzima. Na ndio maana inaonekana Ulaya wamekuwa maamuzi yao mengi yanaonekana kama kwa sasa hivi hayana natija. Maamuzi yao mengi yamekuwa kama sasa hivi yanaonekana hayana natija, lakini vile vile wamekuwa baina yao wakitofautiana katika upande wa misimamo. Ndio kutoka nchi kama Hungary, nchi kama Slovakia, na wakati mwingine nchi kama Poland, kuna kauli zinakuwa zinatoka zikiashiria kwamba mpango huu wa Ukraine hapana. Mpango huu wa Ukraine hapana. Lengo ni nini? Lengo ni kuonyesha kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo wanaona kabisa kukaa mbali kwa Marekani maana yake hayatakuwa na maslahi, isipokuwa yatakuwa na mazingira tu ya kuziumiza nchi zao. Lakini vile vile kuna movement nyingine ambayo tumeiona latest, na hasa imetokea siku ya jana, ya nchi ya Uingereza kukabidhi kisiwa cha Chago. Kukabidhi kisiwa cha Chago. Kisiwa cha Chago ni kisiwa ambacho kilikuwa kidhibitiwa na nchi ya Uingereza, na hasa katika sehemu ya Diego Garcia. Sasa hivi Uingereza wameamua kukirudisha katika udhibiti wa nchi ya Mauritius, na badala yake kilichofanyika ni kwamba Uingereza watakimiliki kisiwa cha Diego Garcia na Chago kiujumla kama ni sehemu ya kwa kupangisha. Maana yake watakidhibiti kwa maana ya kwamba watakuwa ni kama wapangaji, na hasa katika sehemu ya Diego Garcia, sio Chago kama Chago, hasa sehemu ya Diego Garcia. Na
hili tunalizingatia zaidi katika upande wa strategia kwamba kisiwa cha Diego Garcia ni kisiwa muhimu ambacho Waingereza walikuwa wanakidhibiti na walikidhibiti toka mwaka 65 kabla ya kufika mwaka 68 ambao Mauritius ilipata uhuru wake. Lakini baada ya Mauritius kupata uhuru, Uingereza wakaendelea kudhibiti kisiwa cha Diego Garcia, na waliendelea kudhibiti kisiwa cha Diego Garcia kwa sababu ya strategia ya kisiwa cha Diego Garcia, na ndio maana Marekani ilikuja kupangisha katika kisiwa cha Diego Garcia. Maana yake kupatikana kwa kambi ya Marekani katika kisiwa cha Diego Garcia, wamekuwa wana uwezo wa kutazama kuanzia katika Strait of Malacca, kutazama katika mlango bahari wa Malacca unaopatikana katika nchi ya Malaysia. Lakini vile vile wamekuwa wakitazama baadhi ya movement ambazo zinaendelea katika Strait of Hormuz, katika ule mlango bahari wa Hormuz kule katika Persian Gulf au ghuba ya Uajemi. Lakini vile vile wamekuwa wakiwa na uwezo wa kutazama kule katika Bab al-Mandeb katika upande wa Bahari Nyekundu. Lakini vile vile wamekuwa wakitazama baadhi ya movement ya maeneo kama ya Djibouti, maeneo kama bandari ya Gwadar ambayo ina maslahi kwa upande mmoja au mwingine katika nchi ya China. Kwa hiyo maana yake ni kisiwa muhimu ambacho kinairuhusu Marekani vile vile kutazama mpaka katika upande wa Afrika Mashariki. Na kwa sababu ilikuwa ni kisiwa ambacho kiko chini ya Waingereza, maana yake hapakuwa na disturbance ya namna yote. Sasa Uingereza wameamua kurudisha kisiwa cha Chagos ambacho ndani yake kuna kisiwa cha Diego Garcia katika nchi ya Mauritius, kwa sababu katika kesi iliyokuwa inaendelea katika mahakama ya ICJ ilikuwa inaonekana wazi kwamba mwisho wa siku Uingereza watalazimishwa warudishe kile kisiwa katika nchi ya Mauritius. Na shida iliyopo ni kwamba Mauritius na nchi ya China ni nchi ambazo ziko karibu, zina ushirikiano mkubwa sana. Kwa hivyo kilichokuwa kinahofiwa ni kwamba iwapo italazimishwa na mahakama kwamba kisiwa hichi kirudishwe katika nchi ya Mauritius, kuna uwezekano mkubwa kikaingia katika sphere of influence, au kiingia katika ushawishi wa nchi ya China. Kwa hiyo kulidhibiti hili ilikuwa ni bora kufanya hiari, kukirudisha kwa hiari, na kisha baada ya hapo kuingia katika mkataba wa udhibiti wa muda fulani wa kisiwa cha Diego Garcia. Kwa hiyo makubaliano ambayo yameingiwa baina ya nchi ya Uingereza na nchi ya Mauritius, maana yake wataendelea kudhibiti kisiwa cha Diego Garcia kwa takriban miaka 99. Lakini vile vile wamekadiria miles takriban 24 pembezoni ya kisiwa cha Diego Garcia, maana yake zisifanyike shughuli za namna yote za kijeshi na mfano wake. Maana yake yote atakayetaka kufanya shughuli za namna yote katika mazingira yale, basi atatakiwa atakiruhusa kutoka katika nchi ya Uingereza. Lakini kwa mazingira hayo bado tunaonekana kwamba jambo hili linawezekana likawa lina maslahi kwa nchi ya China, kwa sababu nchi ya China iko karibu na nchi ya visiwa vya Mauritius kwa kiwango fulani. Lakini vivyo visiwa vya Mauritius ndio wanamiliki pia sehemu ya Chagos, ukiachilia mbali sehemu ya Diego Garcia, wanamiliki pia sehemu ya Chagos, ambao kama itatoka katika miles hizi 24, maana yake China pia inawezekana akawepo katika mazingira hayo, jambo ambalo linaweza likawafanya wakaweza kugundua baadhi ya mienendo ya kijeshi ambayo inaendelea katika visiwa vya Diego Garcia. Pamoja na kwamba tunaona kwamba jambo hili linawezekana pia lisiwe kwa wepesi wa kiwango hicho, kwa sababu Marekani amekuwa anaishi na strategia ambayo inaitwa Island Chain Strategy. Yani anaishi kwa strategia ya kutengeneza chain katika upande wa visiwa vya bahari kwa lengo la kuizunguka nchi ya China. Na ndio maana ameweza kuweka base katika eneo la Japan, ameweka base katika eneo la Taiwan, na ameweka base katika maeneo kama ya Philippines. Kwa ina maana ametengeneza kama chain ya visiwa ambavyo vyote vina base. Ameweka pia base katika sehemu ya South Korea. Kwa ina maana Japan, South Korea mpaka Philippines. Manake haya maeneo yote ni maeneo ambayo yana base za Marekani, kiasi ambacho ana uwezo wa kuitazama
anaweza kuitazama nchi ya China. Ukiachilia mbali base ambazo zinapatikana katika visiwa kama vya Guam na yani kutoka Japan kuelekea katika visiwa kama vya Guam, vyote maana yake ni strategy ya kuizunguka nchi ya China. Ukiachilia mbali base nyingine ambazo zinapatikana katika mainland, katika eneo la ardhi katika nchi kama za Philippines yenyewe ambao actually ni kisiwa, lakini pia katika sehemu kama za Thailand na Vietnam pia wana sehemu pia ya base nchi ya Marekani, ambayo actually ni mwenendo ule leo kujaribu kuizunguka nchi ya China. Kwa hivyo nchi ya China iwapo inakosa access ya moja kwa moja katika eneo kama linalopakana na eneo la Diego Garcia, manake panakuwa kuna hatari kubwa kwa nchi ya China, kwa sababu movement zake katika upande wa mashariki mwa Afrika inawezekana zikavurugika pale Marekani inapokusudia kufanya hivyo, kuzingatia kwamba Marekani ina bezi katika visiwa vya Diego Garcia, bezi ambayo inaweza ikaharibu maslahi ya China katika sehemu ya Gwadar ambayo inapatikana sehemu ya Pakistan, inaweza ikaharibu maslahi ya China katika bandari ya visiwa vya Hambantota ambayo inapatikana pia katika sehemu ya bahari ya Hindi, lakini vile vile inawezekana ikaharibu baadhi ya menendo ya shughuli za China pia katika sehemu ya Djibouti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba eneo hili kurudi katika udhibiti wa Mauritius, na iwapo China watafanya juhudi ya wenyewe pia kuwa karibu na mazingira yale, maana yake itakuwa ina faida zaidi kwa China, kuzingatia kwamba Marekani ameweza kufanya movement kubwa ya kuweza kujitahidi kuibana China katika upande wa bahari, na ndio maana inaonekana hata katika sehemu ya Bangladesh, katika ile ghuba ya Bengal ni sehemu ambayo China ilikuwa inanufaika sana, na especially kipindi yuko alikuwa rais wa Bengali ambaye alikimbia Sheikh Hasina, ilikuwa ikinufaika sana. Lakini kwa sababu ya kuongezeka kwa influence ya Marekani katika pwani ya Bengal, manake imewalazimisha China waje kuingia katika makubaliano na sehemu kama za Myanmar, ili kujaribu kukwepa ule ushawishi wa nchi ya Marekani ambao umeongezeka zaidi katika upande wa ghuba ya Bengal. Lakini vile vile ikalazimisha China waje kukubaliana pia na sehemu kama na nchi kama za Pakistan. Kwa nini? Kwa sababu ya kujaribu kuikwepa ghuba ya Bengal ambayo inaonekana kwamba imeingia katika ushawishi mkubwa wa nchi ya Marekani. Kwa hivyo wakaongea na Pakistani ili waweze kutumia sehemu ya Gwadar. Ni miongoni mwa movement ambazo zimekuwa zikiendelea za kila mmoja kujaribu kutafuta namna ya kuweza kujiweka vizuri kwa mazingira ya jiografia ya nchi yake, kwa kuzingatia ukubwa wa nchi husika kama za Marekani na China, lakini vile vile kutengeneza mazingira ya kuweza kuzisupport katika upande wa kijeshi na katika upande wa masuala ya kibiashara. Kwa hiyo by the way, ni sehemu ya update ambayo tulisema kwamba tukuletee, tukitaraji kwamba utakuwa umepata faida kwa upande mmoja au mwingine. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Ni kuombe tusisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.